Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Rafiki yetu, mfuatiliaji wa masomo haya ya kujifunza Biblia, tunaukaribisha tena leo siku ya Jumanne. Tunao somo zuri linalosema unaofanywa upya tupate ufahamu. Sasa kabla tujaendelea, tupate kuomba. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, tunalitukuza jina lako, maana wewe ni mwema katika maisha yetu. Leo umetupa tena kibali tujifunze, wewe ukiwa mwalimu wetu. Baba, anza nasi, huyu mfuatiliaji wetu, naye tuende naye pamoja, tuwe na uelewa mmoja. Ndivyo tuomba tukipokea kwa imani katika jina la Yesu Kristo, amen. Unaofanywa upya upate ufahamu. Ni kitu gani kinachofanywa upya? Utu wa kale. Kwa hiyo utu na ufahamu vinaendana. Utu ukifanywa upya unazidi kupata ufahamu. Sasa twende, tulikomea mahali fulani jana, tukaambiwa tunaweza tukakomesha viungo vyetu visitumike dhambini kwa kufikiria yaliyo juu. Amina. Na kutembea kwa utu wa Kristo, utu mpya ndani ya Kristo Yesu. Vile viungo vinakufa kienyeji, na havitumiki. Unapaka vitumiki, ni lazima ukubaliane, wewe ufikirie, yaani ufikirie, ukubali nia yako. Sasa hiyo ilikuwa ni utu wa kale. Hapo tulikuwa tunazungumzia kukomesha utu wa kale. Sasa leo tunazungumzia utu mpya. Wewe utu mpya uliopata lini? Utu upya niliopata. Maana wewe ulizaliwa Mjaluo, ulizaliwa mwanadamu mwenye dhambi. Utu upya niliopata. Uliupata wewe, una utu upya au bado hujapata? Nina utu upya. Uliupata lini? Niliupata pale nilipompokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Umekamilika huo utu au hujakamilika? Huo utu umekamilika na unaendelea kukamilishwa. Umenitangulia hata uko mbele, yaani umenijibu afu ukanitangulia hata. Twende Wakolosai sura 3 mstari wa 6 mpaka 11. Amina. Sasa Paulo analielezaje juu ya utu mpya unaopata ufahamu, ambao unasema umekamilika, lakini pia unakamilishwa. Umeshafanywa upya, lakini unafanywa upya tena. Anaelezeaje katika lugha yake 6 mpaka 11? Wakolosai 3 mpaka 11. Wakolosai 3. Kwa ajili ya mambo hayo huja ghadhabu ya Mungu. Yale mambo ya vile viungo kama tunaviachia hatuvikomeshi, ndio vinaleta ghadhabu ya Mungu. Sasa endelea. 7. Katika hayo ninyi nanyi mlitembea zamani mlipoishi katika hayo. Lakini sasa yawekeni mbali nanyi haya yote: hasira na ghadhabu na uovu na matukano na matusi mwenu. Msiambiane uongo, kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake, mkivaa utu mpya unaofanywa upya upate ufahamu sawa sawa na mfano wake yeye aliyeumba. Hapo hapana Myunani wala Myahudi, kutahiriwa wala kutotahiriwa, mgeni wala mshenzi, mtumwa wala muungwana, bali Kristo ni yote na katika yote. Haya, utu. Neno la kwanza utu katika Biblia ulikuta kwenye sura gani ya Biblia? Kitabu gani cha Biblia? Utu. Kitu hicho. Mtu. Mwanzo. Kutajwa kabisa. Maana ukitaka kuelewa neno lolote linalotumika Biblia, unaanza pale ilipoanza kutumika. Wapi unaposikia habari ya mtu katika Biblia? Mara ya kwanza ni Mwanzo 26. Mwanzo 1:26. Mungu aliposema na tufanye mtu. Utu ni nini kwa hiyo?
Utu mimi naweza nikaita ni ukio. Utu ni uungu katika mfano. Utu uliumbwa umfananishe Mungu, yaani utu ni sura ya Mungu duniani. Utu ni uungu katika udongo. Utu ni uungu katika udongo. Maana mwanadamu aliumbwa kutoka udongoni. Wanadamu, ile neno Adamu ni udongo. Ni udongo, ndio. Sasa wanadamu, utu, udongo, umeumbwa kubeba sura ya Mungu, kubeba uungu, kubeba mamlaka ya Mungu, hekima ya Mungu, ufahamu wa Mungu. Yaani Mungu anachokifahamu na wewe ukifahamu. Baba anachokifanya na wewe ukifanya. Yaani ndivyo tulivyo, tumeumbwa kuiga. Kwa hiyo utu wa zamani ulimwiga tuliyemwamini, tuliyemsikiliza Shetani, dhambi. Na ulikomea pale msalabani. Na sisi tumeambiwa usisikilize tena, yule alishakufa, yule mume wa zamani hayupo tena. Maana mmeshavua, mmeshaachana naye. Sawa. Sasa mpo ndani ya Kristo Yesu. Kristo alivyo ndio Adamu mpya. Yaani Kristo, ukimwangalia Kristo ni mtu katika ukamilifu wake. Na mtu akiwa katika ukamilifu wake ni kwamba anamwakilisha Mungu, anamwakisi Mungu. Ukimwona Yesu anaonyesha huruma kwa wagonjwa, ni Mungu anafanya katika mwili. Anagusa, analia machozi, ni Mungu. Sasa huyu kwa kwani mwanangu, huyu ndio mtu sasa. Ndio utu wenyewe sasa unatakiwa uvae. Yaani wewe ndivyo ulivyo. Anasema yaani ulipokufa pamoja naye na kufufuliwa pamoja naye, ulivishwa huo utu. Mtoto wako kwanza ni nani? Gabriel. Anafanana na wewe, afanana na wewe? Au na mama yake? Sema chochote kati ya hiyo, mama yake au baba? Baba yake. Na nadhani ilikuwa ni kitu cha kwanza watu walipokuja kumwangalia mtoto, ulitamani kusikia comment kama hiyo, anafanana na baba yake. Tulipozaliwa tu mara ya pili, tulivishwa utu mpya, tulifanana na baba tayari. Sasa yule mtoto wako kadri anavyokuwa, sura ya baba yake inazidi kuongezeka au inapotea, inaenda kwa mama yake. Sema ukweli. Maana kuna watoto wengine anapozaliwa ndio anafanania, kanavozidi kuongezeka kanaenda kwa mjomba. Kwa hiyo sasa wewe ngoja tuache habari ya mtoto wako hiyo. Turudi sasa. Lakini uzoefu huo upo, umeshaona? Upo. Sasa ukishazaliwa ndani ya Kristo Yesu, kuna kitu cha kukulia ule, yani kukua katika ule utu, katika hiyo asili ulionayo, uliopewa ndani ya Kristo Yesu. Ndio Paulo anaita hii lugha, anasema ni utu unaofanywa upya uendane na ufahamu. Kama wewe mtoto unamnyonyesha, unaongea naye, ni rahisi kufanana naye. Mke na mume wanapokaa pamoja muda mrefu, ni rahisi, wanazidi kufanana. Kwa hiyo na sisi tunaitwa kufanana na Kristo Yesu. Tayari tunafanana naye kwa kuzaliwa, ila tunatakiwa kukua ndani yake. Kwa hiyo ule kila kukicho tunasema anazidi kufanana na Kristo. Baba yake mtupu. Kristo mtupu. Kama Kristo anavyofikiri ndivyo naye anavyofikiri. Kwa hiyo ufahamu wa Kristo, ujuzi wa Kristo, Kristo alivyo, ufahamu ni ujuzi, ni uzoefu. Anasema huyu ana ufahamu. Kwa hiyo kama Kristo alivyo, na wewe ndivyo unavyokuwa. Umekaje? Umekaa vizuri. Kuendelea kuwepo na Kristo au kwa Kristo ni kuendelea kufanana naye. Unakula chakula chake, unakunywa maji yake, anakulisha, unamsikiliza, unaongea naye, unashiriki
unamtii, unamsikiliza, kwa hiyo unamfanania. Kwa hiyo wewe unachukua sura ya baba yako. Kwa hiyo kadri tunavyokaa ndani ya Kristo Yesu na kumsikiliza, tunazidi kuchukua sura yake. Tayari tunayo, lakini zinazidi kufanywa upya. Yaani ule upya ni kwamba inazidi kuwa original. Ndivyo alivyo. Amina. Kwa hiyo pale ameongea mambo mengi. Mwishoni anasema hapana Myunani wala hapana Myahudi. Ndio utu wenyewe, maana kuwa mtu kamili ni kuwa mume na mke. Ndio anasema Mungu alisema natufanya mtu kwa mfano wetu. Kwa hiyo ule umoja wa mwanaume na mwanamke ndio unaoakisi uungu katika utatu wake, ukamilifu wake. Ukiona tunakaa mezani, tunapatana, tunashiriki hili jambo limoja, hapa ni Kristo ndio anaonekana. Kanisa linapokuwa pamoja linakubaliana katika hilo, ndio sura ya Mungu. Kwa hiyo sura ya Mungu haiishi tu ukiwa mwenyewe umejifungia tu uko ndani unasema nafanania pamoja na Kristo. Huwezi kufanania pamoja na Kristo kama uchangamani na watu walio tofauti na wewe, wenye talanta tofauti, huduma tofauti, kabila tofauti. Ule utofauti katika umoja ndio uungu, ndio binadamu. Mtu anasema huyu bwana ni binadamu, ni kwamba anakubali hata wadogo. Huyo ni kama Mungu. Haleluya. Amina. Basi kufanywa upya kila siku. Rafiki yangu, naamini mpaka hapo umebarikiwa, na kama sisi tunavyoendelea kubarikiwa, tunakaribishwa kuishi pamoja na Kristo katika sura yake, katika kumfanania hapa duniani. Na huu ndio urithi wetu. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kuwa umetukaribisha katika familia yako. Umetuunganisha kwa njia ya mauti na ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini sio tu kwamba tufanane kwa kuzaliwa, lakini hata kwa kukua katika ufahamu, katika ujuzi. Basi huo ndio uzoefu wetu leo na kwa msikilizaji wetu. Ni katika jina la Yesu, mpaka utakapotukutanisha tena kesho tunapoendelea kujifunza mambo haya. Amina. Basi mfuatiliaji wetu, kwa siku ya leo tumefika mwisho. Tukutane siku ya kesho ambapo tunakuja kuangalia somo linalosema mwenendo wa maisha mapya. Ukiwa na maisha mapya, mwenendo wako yanakuwaje? Karibu sana. Mwenyeji wako Geoffrey Monde na mimi Enos Mwakalindile. Tukutane kesho. Amen.